Kwanza kuna swala la hukumu ya muziki. Nini hukumu ya muziki? Kadhalika nini hukumu ya milio ya simu ambayo ina muziki? Nini hukumu yake? Jawabu, muziki ni haram. Muziki ni haram. Uwe muziki huo umepigwa kwenye redio au kwenye simu au mahali popote pale kwa njia yoyote, lakini muziki ni jambo la haram. Maazif, alati zile za tarab na nyinginezo zote, hivi ni vitu vya haram kwa nususu za kisheria. Miongoni mwa maandiko yalikuja katika Qur'ani ni aya ya 6 katika sura Luqman. Allah tabaraka wa taala aliposema, wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudilla an-nas an sabilillah. Kuna katika watu ambao wananunua lahwa ya hadith, pumbao katika mazungumzo, liyudilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa. Kuna katika watu wananunua pumbao la mazungumzo ili wawapoteze watu, mwisho wake ni kuwapoteza watu kuiacha njia ya Allah. Lahu alhadith ni maazif, kama wanavyofasiri masahaba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba ni maazif, na maazif ni alatu tarab, ni zile ala za muziki, gitaa na vinginevyo, zote hizi ni maazif. Hiyo ni jambo la haram. Na liyudhilla an sabilillah, hatima yake ni kuwapoteza watu na njia ya Allah. Lam iliyokuja hapo sio lamu ya ta'lil. Mtu akaweza kusema kupiga muziki kwa lengo la kumpoteza mtu na njia ya Allah ndilo jambo lisilofaa, akidhania kwamba lam iliyokuja hapo ni lamu ya ta'lil. Bali ahlul ilmi wanasema kwamba lamu iliyokuja hapo ni lamu al-aqibati wal ma'al. Lamu al-aqibati wal ma'al, kwa lengo lake hapa au maana yake itakuwa hatimaye ni kuwapoteza watu na njia ya Allah tabaraka wa taala. Na mfano wa lamu hii imekuja katika suratul Qasas, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Faltaqatahu alu fir'aun, wakamwokota Musa watu wa nyumbani kwa Firaun, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Liyakuna, fallamu huna lamu al-aqibati wal ma'al. Hatimaye Musa atakuwa kwa wao ni adui na atatia huzuni kwao, lakini wao hawakumwokota ili akawafanyia uadui, au walimwokota ili akawa adui yao. La, liyakuna lahum aduwan, ay aqibatu amrihi an yakuna lahum aduwan. Na hii ndivyo alivyokadiria Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunasema lamu ilikuja hapo ni lamu al-aqiba wal ma'al, na wanachuoni wa lugha wanatoa mifano jambo kama hilo. Na hadithi zimekuja wazi masala ya ghina na maazif na maneno mengi wanachuoni. Al-Imam Ibn Hajar al-Haythami al-Makki ameandika kitabu Kaffu ar-Ra'a an al-Laghwi was-Sama', akizungumzia uharamu wa maazif na muziki na kwamba jambo hilo ni la haram. Kadhalika al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake alielezea jambo hili kwa kirefu kadhalika, na akazitaja fatawa za wanawachuoni kwamba mambo haya ya kucheza na muziki, watu wa kwanza walioanzisha ni ubadul ijl min ashabi Samiri. Watu wa kwanza walioanzisha mambo haya ni watu walioabudu ndama, wafuasi wa Samiri. Alwajdu, masala ya kupandisha midali na kucheza, mambo kama haya ni mambo ya haram. Liya'lam kullu muslim, afahamu kila muislam, anna almaazif haramun, kwamba muziki na mambo mengineyo kama muziki ni mambo ya haramu, ngoma na vitu vingine. Kwa Allah ihtar
baadhi ya wanawachuoni katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema al-ghina'u yumbitu an-nifaqa fil qalbi, nyimbo zinaotesha unafiki katika moyo. Kwa hiyo watu watahadhari, si masuala mepesi, na mtu yote ambaye yuko karibu na sama'u shaitan, samaa ya shaitan na muziki, bila shaka anakuwa yuko mbali na Qur'an na mafundisho ya dini, na hili ndio lengo kuu la shaitan, kuwashughulisha watu an dhikrillah. Kwa hiyo jambo hilo halifai. Kwa hiyo Muislamu aweke nagma ya kawaida, mlio wa kawaida kuweza kumzindua, lakini isiwe muziki wala isiwe Qur'an na vitu vyote ambavyo ni katika vitu ambavyo muqaddas Qur'an au sunna, ikawa ndio mwito wake, mara kaingia na uchooni, mara huku, bila shaka ilikuwa katika sura ihana. Allahu aalam, lakini watu wajiepushe na mambo kama haya. Lakini hivi tumewasikia wanawachuoni wakielezea kuweka Qur'an na vinginevyo katika vitu, katika shaairi za Kiislamu, ni vitu ambavyo inatakana watu wajiepushe navyo, usifanye namna hiyo. Kuweka nagma ya kawaida ambayo itakushtua wewe kupokea simu yako. Tayib, nini hukumu ya elimu ya sekula kwa Muislamu kiujumla? Sisi tutasema masala haya yanabaki katika ibaha yakiwa hayana munkarati ndani yake, yani itabaki katika hali ya uhalali ikiwa kama ndani yake katika njia za kusoma kumesalimika na mambo ya munkarati. Kwa mfano mtu kusoma mahali ambapo watu wanachanganyikana, wanawake na wanaume, hakuna mipaka ya kisheria, bila shaka ni jambo hili la haram. Au watu wanasoma katika mazingira ambayo kuna maasi yasiyokuwa hayo, muziki na mengineyo, katika mambo ambayo ni kinyume na dini na kinyume na sheria. Hatujasema kwamba hiyo ni dharura, haijakuwa ni dharura kiasi hicho, kwa hiyo itakuwa hilo ni haram. Lakini asili ya kusoma, mtu akaisoma dunia na mambo ambayo yatakuwa tunatawassali kwa mambo hayo kusahilisha mambo ya kidunia, kadhalika mambo ya dini, kama mtu kusomea udaktari au kusomea uinjinia au kusomea mengineyo ambayo ni mambo ambayo yanarudi manufaa yake kwa watu, bila shaka ni jambo la ibaha, jambo la mubaha, jambo linalofaa, bali mara nyingine inaweza ikafika hata faradhi ya kifaya, hasa katika masala ya tiba na mengineyo ambayo wanadamu wanahitajia. Lakini watu wasitoe hukumu hizo moja kwa moja kwamba kila mahali panaposoma basi pafaa kusoma. Lazima uchunge mipaka ya kisheria, uangalie taratibu za kwenda na kulipeleka jambo hilo. Na hili tunasema hivi pia tukifuta dhana zile potofu zinazoenezwa kwa watu kama sisi tunapinga kusoma elimu ya dunia, elimu hii ya secular. Sisi hatupingi ilmu kama ilmu yenyewe, tunapinga mambo mengine ambayo yanapatikana katika elimu hiyo, kama watu kusoma katika mazingira ya muharramat, mazingira yamejaa haram, hujaruhusiwa kufanya hivyo, ni jambo lisilofaa. Umeelewana? Au pia vile vile sisi tunayapinga baadhi ya mashule yanayowahadaa Waislamu, yakaandikwa Islamic seminar, Islamic high school, ikaonekana kwamba ni shule ya Kiislamu, shule ya Waislamu wenye maadili ya Uislamu. Ukiingia katika shule hiyo, Uislamu uko mbali na wao, mbali kabisa, mbali. Masala kama haya ya kudanganya watu na mengineyo haihitajiki ghish. Weka bayani katika mambo yako, weka wazi. Kwa hiyo mazingira kwa kweli ni mabovu katika sehemu nyingi za kusoma, na watu wanasoma katika mazingira mabaya kabisa. Wote tunasihiana, mtu akikubali fabiha wa ni'ma, akikataa basi. Lakini mwambie akhi, mazingira unayosoma ni mazingira mabaya kabisa, tafuta mahali pengine. Na hili lisitushughulishe sisi na dini yetu na ibada zetu mpaka tukavunja mipaka ya kidini, kwa sababu tumeambiwa tu wala tansa nasibaka min ad-dunya. Sisi tumemili kabisa katika dunia, usisahau nasibu yako katika dunia. Kwa hiyo hilo swali linalozungumzwa na watu kwamba hawa wapinga watu wasisome secular, ni maneno ya kihuni, ya kijuha, yasiyokuwa na mwelekeo.
Sisi tunazungumza kitu kingine, na kama vile tunavyowaambia watu kwamba haya maulid na hizi ihtifalati za maulid ni bid'a, kwa sababu hakuzifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hazikufundishwa katika Qur'ani wala katika Sunna, wala hakufanya masahaba. Wao wanageuka sema hawa hawampendi Mtume, hawa hawampendi Mtume. Hizi ni lugha za barabarani, maneno ya ushawishi yasiyokuwa na maana, kwa sababu kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujafungwa katika swala la maulid. Kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kumefungamanishwa na suala la kumfuata yeye. Mwenye kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kiukweli, katika alama zake ni anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hazushi katika dini yasiyokuwemo. Kwa hiyo ndio hivyo tunasema sisi tunazungumza kitu kingine, wao wanapakaza kitu kingine. Hapo kisha akauliza masala mengine, lakini nitaangalia maswali mengine vile vile. Kauliza masala ya tahiyat na mengine tutazungumza. Swali limekuja, ni nyimbo gani, ni nyimbo zipi zinazotakikana kuimbwa kwa wanawake katika kupiga dufu? Yani katika mathalan pengine anakusudia katika sherehe za harusi au katika Eid, wanawake wanaruhusiwa kupiga dufu na kuimba. Kwanza takikana wafahamu kuruhusiwa huko kupiga dufu na kuimba kwa wanawake lazima kuchungwa mipaka ya kisheria. Kadhalika isiwe mbele ya wanawake fasiqat kafirat, wanawake kikafiri, mafasika, wanawake waovu. Wao ni watu waheri, wanawake wamekusanyika wenyewe peke yao. Kadhalika wanaweza wakaimba iwe kuna uhakika kwamba wanapokuwa wanaimba sauti zao hazitosikiwa na wanaume, wakiwa wako ndani peke yao bila ya kuwepo wanaume wengine, au kuwepo wanaume ambao ni haramu kwa wao kuzisikia sauti zao. Na nyimbo zinazotakikana kuimbwa au kwa ufupi nyimbo zisizotakiwa ni zile ambazo zinapituka mipaka, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawake walipokuwa wakiimba na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko jirani, akasema wafina rasulullah ya'lamu ma fi ghadi sallallahu alaihi wasallam, na sisi tunaye mtume wa Allah anayajua yatakayokuja kesho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakatalia, akamwambia semeni maneno yenu, semeni vile vile mkisema atainakum, semeni vile vile. Kwa hiyo maneno yachungwe mipaka ya kisheria, isiwe nyimbo za matusi au kuhamasisha ufuska na maasi na isyan, au ndani yake kuna hijaa kwa watu na intihaki hurumati nnas, kuwavunjia watu heshima zao, maneno ya kijeli na mafumbo ambayo lengo lake ni kuwalenga watu. Isiwe katika nyimbo za sampuli hizo. Nyimbo ziimbwe kwa wanawake katika njia ambayo itakuwa katika heshima, lakini wasisikiwe na wanaume. Lakini leo kuna mtindo, utakuta wanawake waimba, wanarekodiwa, alafu recording zile sauti zile zapelekwa kwa wanaume na kwenda kusikia. Hii ni khata, haifai. Kwa jambo hili pia hakikisha kwamba lisipatikane katika mazingira yao. Kadhalika akaulizia hapa, inaruhusiwa kumchinjia nyama Mkristo, kumchinjia mnyama Mkristo, yani wachinja kwa ajili ya Mkristo? Asiachinje mwenyewe yale. Mkristo asiachinje mwenyewe, kwa nini umchinjie wewe? Hata ikula haramu, asilimu basi kwanza. Sasa wewe utafute kwamba njoo mchinjie bwana, umchinjie kisitake nini? Kwa hiyo kuna hikima gani kumchinjia yeye? Basi chinje Muislamu, pamoja na kwamba kuna milango mingine yafunguliwa katika namna fulani, lakini sitaki kuyazungumza mambo haya kwa sasa. Kama Muislamu yupo anataka kuchinja na yeye ni mtu ambaye kwa sawa sawa Muislamu, achinje yeye, kwa sababu hawaaminiki mara wasema kwa jina la baba na la mwana. Akichinja kwa jina hilo hifai, ni kibudu haram. Naam. Maswali mengine nitaruka na ipuka urefu majibu yake, si mafupi. Hapa pia katika masala yaliyokuja kuhusiana na kikao cha kwanza cha katika tahiyat na kikao cha mwisho. Katika kikao cha kwanza
mtu atakikana akawe kikao cha tawarruk, yani kuukalia mguu wa kushoto na kuusimamisha mguu wa kulia, kuukalia mguu wa kushoto na kuusimamisha mguu wa kulia. Atakikana ukae tawarruk katika swala yenye rakaa mbili au katika rakaa ya pili unapokuwa umekaa tahiyya. Swala ya rakaa mbili kama vile sunna za qabliya na baadia na nyinginezo, kadhalika swala alfajiri utakaa kikao cha tawarruk, na hivi ndivyo ilivyothibiti katika sunna. Na rakaa ya tatu au ya nne katika swala yenye rakaa tatu na swala yenye rakaa nne utakaa iftirash kwenye tahiyya ya mwisho, kwa maana kwamba utakalia kalio moja. Mguu wako utaingiza mguu wako kushoto chini ya mmoja, atoe mfano hapa ili watu waone iftirash. Utatoa mfano wapi kwa hiyo watu kuone? Tutaweza kukaa hapo atoka juu ya meza, kaa hapo, utasimama na angalia, geuka hivi, geuka hivi, onyesha iftirash. Kanzu yako yazuia bwana, kubwa sana. Iftirash. Iftirash. Umesahau bwana. Shekhe amesahau kukaa iftirash bwana. Tusikilizane jamani. Hebu tayari, hebu kaa vizuri. Mguu peleka wapi? Mguu mmoja mwezi uone. Hiyo kazi umezuia kidogo tu. Amekumbuka sasa hivi, lakini umeonyesha. La basi, jazakallahu khairan. Hii ni tawarruk. Hiki ni kikao cha kwanza, ito tawarruk. Unasimamisha mguu, unaukalia huko. Unausimamisha mguu gani? Wa kulia. Unasimama kama hivi. Na wa kushoto unaukalia. Kaa iftirash. Unakaa tahiyatu ya mwisho, ukaaje. Tayib. Kwa mguu wako wa kushoto waingiza chini ya mguu wa kulia, na unasimamisha mguu wa kulia, unakalia kalio moja. Hii inaitwa iftirash. Umeelewana? Hivi ndio inavyotakikana mtu akae kwenye rakaa ya tatu au kwenye rakaa ya nne. Yaani katika swala ilikuwa na rakaa tatu kama salatul maghrib utakaa hivi. Na katika swala yenye rakaa nne unapokaa tahiyya ile ya mwisho utakaa hivi, tashahudi ya mwisho. Ama tawarruk ni kama alivyoonyesha ile sehemu ya kwanza. Nadhani tumeelewana katika hilo. Na kuna mkao mwingine wa kuingiza mguu hivi. Lakini kwa watu wengi wenye matatizo ya miguu wanaopenda kula nyama kwa wingi, naona kama washindwa mambo haya. Baba upo, mbona unacheka? Ama swali mingine na iko wapi? Mbona hajikariri? Nasema ni masafa gani, yani yapi ambayo mtu atahesabiwa kuwa ni msafiri wa kupunguza swala na kuacha kufunga faradhi ili kuilipa siku nyingine? Kama ikhtalifiana wanawachuoni katika masafa, ni farasakh ngapi, kilomita ngapi, maelezo yamekuwa mengi. Lakini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yeye ametoa maelezo ambayo naona kwa kiasi kikubwa na ulama wengi wa zama hizi wa ahli sunna wameunga mkono maneno haya. Yeye anaeleza kwamba hakuna tahdidi katika masafati al-qasri wal-fitri, yani hakuna kiwango katika masafa ya kufunga na masafa ya kuswali, kupunguza swala au kujumuisha swala pamoja na kufungua, bali anachozungumza
akaeleza kwamba ile ambayo imezoeleka katika ada za watu na urfu zao kuita kuwa ni safari, basi itazingatiwa kuwa ni safari bila kuzingatia ni kilomita ngapi, kilomita 50 au 80 au 20. Ile ambayo kawaida watu wanaita kuwa ni safari, basi itazingatiwa kuwa ni safari, na mtu atafanya kasri ya sala, kadhalika atafungua. Wa antasumu khairun lakum. Nimeeleweka? Nahisi kama wengine hawajaelewa. Wasema wamekhtalifiana wanawachuoni katika kutaja masafa ya safari. Kisoma vitabu vya Shafi'ia, vitabu vya Hanabila, utakuta wanafanya tahdidi ya masafa. Wengine wasema ni maili ngapi, wengine wasema maili kadha, wataja maili, wengine wataja farasikh, wanataja mwendo fulani kwamba kwa mwendo huo mtu atakikana afanye kasri katika swala au afungue, ni ruhusa kwake yeye, na swala iliyo aula kwake yeye ni kupunguza au kukusanya. Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika maelezo yake anasema hakuna andiko lilikuja kufanya tahdidi, yani kuweka kiwango cha masafa ya kilomita ngapi ndio watu wafanye kasri, bali vitu vilivyozoea kwamba wewe ukitoka hapa mathalan kusafiri kutoka hapa kwenda Arusha ni safari, kwa kweli ni safari, au enda mara moja mathalan kama vile unakwenda shamba au unakwenda hapo kijiji cha jirani, yani inakuwaje kikawaida? Nyinyi mnazingatiaje kwa watu wa hapa? Kwa hiyo vile mtakapokuwa mmezingatia ndivyo itakapokuwa hukumu. Tumeelewana? Kama mmezingatia kwamba ni safari kawaida kwenu nyinyi, ni safari ambayo mtu atakana ajiandae kwa hili na lile, wengine na kuaga jamaa zake na mengineyo, wallahu a'lam, wasema hiyo ni safari hata kama masafa yake itakuwa mafupi. Na ile ambayo inakuwa pengine muwasalati zimekuwa nyepesi, sasa mathalan kwa sasa hivi ukizingatia safari kwamba si hapo tu, kina masaa mawili nishafika hapo tu. Sasa kwa sasa hivi kuna baadhi ya maeneo ni mbali, ni kilomita nyingi, lakini unaweza kutumia saa 1:30 au masaa mawili ukafika, kutokana na muwasalati zilivyokuwa. Na safari hasije katika, ukizingatia safari kwamba lazima iwe siku 10, sasa hivi hakuna safari hiyo. Utasafiri dunia hii, utakwenda wapi kwa siku 10? Ndege zipo, ni siku 10, safari wapi? Wenda tu, unakwenda wapi? Kwa hiyo maneno haya kidogo yana uzito, nataka kuangaliwa. Wallahu a'lam. Kuna swali jingine, asema je, safu inaponyooshwa ni kidole kwa kidole au kisigino kwa kisigino au vyote kiujumla? Ukizingatia kidole kwa kidole, kuna wengine na vidole virefu, wengine vidole vyao ni vifupi. Watu hawakulingana kwenye vidole, sio? Wengine vidole vyake virefu, wengine vyake vifupi, wengine vya kati na kati. Kwa hiyo ukishaanza vidole kwa kidole utakuta watu wanapoteza mwelekeo. Lakini sawa sawa ni al-ka'b bil-ka'b. Kifundo hiki cha mguu kwa kifundo cha mguu inakana viwe na muhadha, vielekeane, vigusane huko, watu wakae sawa sawa, wasiache furujati ni shetani. Kadhalika bega kwa bega, kama ikiwa yani ukilinganisha kifundo cha mguu kwa kifundo cha mguu, bega kwa bega itakaa sawa kwa sawa. Lakini kutanua hivi, kuweka mikasi, huyu kaeka hivi na kaeka hivi, kama wanavyofanya baadhi ya watu, kidole nchi ya kidole hii na nchi ya kidole hivyo hivyo, tunakwenda safu zinapinda namna ile. Kwa hiyo tutakana walipatiliza swala la upangaji wa safu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya i'tina na swala hilo, na akitilia umuhimu mkubwa sana, na akitahadharisha watu kupindisha safu zao na kuacha furujati. Watajitahidi kunyosha safu mwanzo wa swala, kadhalika swala inapokuwa inaendelea, watu waliangalia swala la safu, wasilichukulie ni swala jepesi. Wallahu ta'ala a'lam. Na yatosha mpaka hapo. Ikhwa, tafadhalu. Naam. Katasi gani hii? Nimeona. Sema ni hatua zipi za kuchukua muumini ikiwa mke wa kwanza hataki kuolewa wake wenzake,
mathna yani. Je, napasa kuomba dua kwamba ewe Mwenyezi Mungu jalie ucha Mungu kama watu waliokufa Badri? Sawa sawa. Ni hatua zipi za kuchukuliwa kuzichukua muumini ikiwa mke wa kwanza hataki kuolewa wake wenzake? Hataki kabisa, kisikia mimi nataka kwenda kuongeza mke, vita hapakaliki. Nini hatua ya kufanya? Hatua gani ya kufanya? Sisi tutasema kuongeza mke ni haki ya mume, ni haki kwa mwanamume aliyetimiza masharti, akiwa anaona kwamba anayo nafasi ya kuweza kutekeleza, anao uwezo kufanya uadilifu baina ya wake zake wawili katika nafaka, katika maskan, makazi, matumizi na mengineyo katika mambo yanayohitajika au katika haki za mke na mume. Akijiona kwamba anao uwezo kufanya hivyo, pengine mke mmoja kwake ni mtihani, hawezi kuvumilia kukaa na mke mmoja, sheria imemruhusu aongeze mke wa pili, na azungumze na mke wake kwa uzuri, si masala ya vita. Lakini pia si sharti mke aridhie, sio sharti katika kuongeza mke wa pili mke wa kwanza aridhie, hakuna sharti hilo. Tumeelewana? Lakini vizuri mtu akae alipange swala hilo vizuri, asiharibu ya kwanza kwa sababu ya pili. Na wanawake watakana wamche Allah tabaraka wa taala, wafanye subra katika hilo. Wanawake wamche Allah na wafanye subra katika hilo, wasiwe ni ving'ang'anizi kwa sababu ya wivu walionao. Wivu ni kawaida kwa mwanadamu, kwa mwanamke, kwa mwanamume, lakini katika mambo kama haya watakana wafanye subra na Allah atawafanyia badali, kwa sababu kutekeleza wajibu. Pengine mwanamume hawezi kukaa na mwanamke mmoja. Sasa ukimlazimisha kwamba akae na wewe tu, hujui pengine akaingia katika mtihani na katika fitna. Sasa wazuia, kumbe wazidi kuharibu. Kwa hiyo hatua za kufanya, tunasema mwanamume si sharti mke wake aridhie ndio aoe mke wa pili, si sharti hilo. Sisi tunasihi tu kwamba ikiwa mke alitatabu matatizo, jaribu kumrai na kumnasi na kumwambia maneno ya Allah tabaraka wa taala, utekeleze jambo hilo. Mtu kuomba dua, anachozingatiwa kitu kikubwa, mtu asifanye taaddi katika dua, yani asipetuke mipaka katika dua. Kuna mambo mengi yanazingatiwa katika adabu za dua, miongoni mwa hayo ni mtu asiombe, asipetuka mipaka katika maombi. Mfano omba ya Rabbi, na kuomba mimi nijalie mimi niwe mtume ya Rabbi, ya Allah, waambiwa hiyo ni taaddi katika dua. Umepetuka mipaka, unapata madhambi, na mengineyo mengi. Lakini mtu akaomba imani, ilmu. Mfano kuna kauli inayosema kwamba siku moja Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala, in sahha al-khabar, kwamba Al-Hafidh aliwahi kwenda kunywa maji ya Zamzam, kwa sababu hadithi imekuja ma'u Zamzam lima shuriba lah, yani mtu atapata katika kunywa maji ya Zamzam ile nia aliyokunywa yale maji. Kama nimekunywa maji haya ili Allah aniondolee maradhi, basi Allah atakuondolea maradhi. Sasa yeye akanywa kwa nia ya kwamba Allah ampe hifdhi kama aliyokuwa nayo al-Imam Adh-Dhahabi. Imamu Al-Hafidh bin Hajar akaomba, ya Rabbi, na maji haya lakini naomba unipe hifdhi na dhaka kama aliyokuwa nayo Imam Adh-Dhahabi. Al-Hafidh bin Hajar asema, nikajuta baadaye kwa nini nilisema vile, nikaona kwamba fadlullahi awsa' wa Adh-Dhahabi awham. Fadhila za Allah ziko pana zaidi. Wewe ukasema mimi nikipata elimu kama ya Albani, Allah nijalie elimu kama ya Tosha. Useme hivyo, omba. Fadhila za Allah ni pana, na pengine huyo anayotaka elimu yako hiyo kama yake ikawa kumbe hailingani chochote mbele ya hiyo elimu inayotakiwa. Kuyafungua milango, usifunge milango, usifanyie dhiki mwenyewe. Omba tu iman kamila na iman na sidqan na yaqinan, omba hivyo. Tunafahamu? Wallahu a'lam.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. تفضلوا يا إخواني، إذا كان هناك الزيادة فزيدوا عليه إذا كان فيه الملاحظة.